Bwana, habari za saa hizi tena. Ni siku nyingine tena leo ambayo tunaenda kukutana katika simulizi yetu mpya iitwayo Napendwa na Jini. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu Napendwa na Jini. Simulizi hii unaipata kupitia KBTZ Simulizi. Guys, cha kufanya ni ku like, share, turn on notification ili kwa kwanza kupata video zetu, like, comment kwa ajili ya kuwa mwanafamilia wa KBTZ. Twende nalo. Usiku ulikuwa mzito. Kimya kilitawala kila kona ya kijiji cha Mwangaza. Mbwa walikuwa wakibweka kwa mbali kana kwamba waliona kitu kisicho cha kawaida. Dula alikuwa amelala kitandani, lakini usingizi haukumjia. Kila alipomfumba macho alihisi kama kuna mtu anamtazama. Ghafla upepo baridi ulipita ndani ya chumba chake. Dirisha lilifunguka lenyewe. Dula alishtuka. Ni nani hapo? Aliuliza kwa sauti ya hofu. Hakuna aliyejibu, lakini alisikia sauti ya kike, laini, ya kuvutia, lakini ya kutisha kidogo. Nimekuja mpenzi wangu. Moyo wa Dula ulianza kupiga kwa kasi. Unanitania nani? Aliuliza huku akiinuka kitandani. Sauti ile ilicheka kwa upole, kisha ikasema, Mimi ni wa dunia hii, lakini nakupenda tangu zamani. Ghafla kivuli cha mwanamke kilionekana ukutani. Kilikuwa kizuri ajabu, lakini macho yake yalikuwa yanang'aa kama mwanga wa ajabu wa kijani. Dula alijikuta hawezi kusogea. Miguu yake iliganda. Hofu ilichanganyika na hisia ya ajabu ya kuvutiwa. Wewe ni nani? Aliuliza kwa sauti ya chini. Mimi ni jini na wewe ni wangu. Usiku ule haukuisha kama kawaida. Baada ya sauti ile kutoweka ghafla, Dula alibaki amekaa kitandani, jasho likimtoka mwili mzima. Alijaribu kujiambia ni ndoto, lakini moyo wake ulikataa. Asubuhi ilipofika, aliamka akiwa mchovu ajabu, kana kwamba hakulala kabisa. Lakini kitu kilibadilika. Kwenye shingo yake kulikuwa na alama ndogo kama kucha zilizopita taratibu. Dula alishtuka. Hii ni nini? Alijiuliza kwa hofu. Siku hiyo aliamua kwenda kwa rafiki yake wa karibu ambaye ni Alex. Bro, kuna kitu si cha kawaida kinanitokea, Dula alisema huku akionyesha ile alama. Alex alitazama kwa makini, uso wake ukabadilika. Hii sio alama ya kawaida. Hii inaonekana kama ishara ya kiumbe kisicho cha dunia hii, alisema kwa sauti ya chini. Dula alitetemeka. Unamaanisha nini wewe? Alexi alisita kidogo, kisha akasema, watu wa zamani walikuwa wanasema kuna majini yanayoweza kumpenda binadamu na yakikuchagua hayaachi kirahisi. Maneno haya yalimpiga Dula kama radi. Usiku ulipofika, Dula aliogopa kulala, lakini usingizi ulimchukua taratibu. Ghafla alijikuta yupo mahali pasipoeleweka, kama ndoto lakini halisi. Kulikuwa na ukungu mzito na mwanga wa kijani hafifu. Kisha akamwona yule mwanamke tena. Safari hii hakuwa kivuli, alikuwa mbele yake kabisa, mzuri kupita kawaida,
lakini macho yake yalikuwa yanawaka kwa nguvu zaidi. Umenikimbia mchana, lakini usiku ni wangu. Alisema kwa sauti tamu ya kutisha. Dula alijaribu kurudi nyuma, lakini mwili wake haukusogea. Nikuache? Jini lile liliuliza huku likitabasamu, kisha likamgusa shingoni pale pale palipokuwa na alama. Dula alihisi baridi kali ikipenya mwilini mwake. Wewe ni wangu, taratibu utaanza kunipenda pia. Ghafla Dula aliamka kwa mshindo. Alikuwa chumbani kwake, lakini dirisha lilikuwa wazi tena, na hewa kulisikika sauti ile ile, usijaribu kunikwepa. Na je, Dula ataweza kujinasua au tayari ameanza kutekwa na mapenzi ya jini? Guys, usikose kusubscribe, like, turn on notification na kubonyeza alama ya kengele ambayo ndo on notification, like, comment chochote kile tuweze kukifanyia kazi. Wabeja sana. It's me KBTZ wako msimuliaji.